Sababu licha ya Yesu palikuwa na mwizi upande wa kulia na mwizi upande wa kushoto ambao nao pia walisulubishwa pamoja pale msalabani. Hivyo tunapaswa kuelewa kiuhalisia maana ya msalaba. Maana ya msalaba. Kimsingi kabisa msalaba una nafasi 4. Nafasi hizi ndizo tunazoziita nafasi 4 za msingi. Hapa namaanisha kuna nafasi ya juu kabisa ambayo tunaweza tukasema ile inawakilisha asili au Mungu mwenyewe. Alafu kutokana na hii asili au Mungu mwenyewe pametokea tena mgawanyiko au watenda wenza. Pamepatikana nafasi ya kushoto na nafasi ya kulia, na mwishoni kuna nafasi ya chini. Kwa pamoja zinakuwa nafasi 4 za msingi. Mpendwa mtazamaji, naomba uelewe kuwa hii nafasi ya juu inamwakilisha Mungu mwenyewe. Hizi nafasi zinazotokana mbili, ya kulia na ya kushoto, inawakilisha mtendewa mwenza kwa Mungu upande wa kiume na mtendewa mwenza wa Mungu upande wa kike. Hii nini maana yake? Katika uumbaji, Mungu kile katika jamii ya wanadamu, Mungu alimuumba Adam akamuumba na Hawa. Lakini Adam na Hawa wametoka kwenye hii nafasi ya asili au kwenye hii nafasi ya Mungu. Kwa kutoka kwa Mungu pamekuja kuzaliwa nafasi 2 za watendewa wenza, kwa maana ya baba na mama katika kizazi cha wanadamu. Baadaye kupitia uhusiano mzuri wa kutoa na kupokea juu ya hizi nafasi 2, kwa maana ya baba na mama wakiwa chini ya Mungu, nafasi ya 4 inaanzishwa. Hapa ndipo viumbe vyote vilivyoumbwa na Mungu jinsi vinavyoendeleza uzao wake. Labda nirudie nyuma kuelezea nafasi 4 za msingi kupitia kuumbwa kwa wanadamu wenyewe. Wote tunaelewa kwa wanadamu wameumbwa wakiwa na mwili unaoonekana na mwili usioonekana. Kwa hiyo mwanadamu anajenga tena nafasi 4 za msingi endapo huu mwili wake utajenga uhusiano wa kutoa na kupokea na akili chini ya Mungu. Huyu mwanadamu atatengeneza nafasi ya 4 ya ukamilifu. Hii ni katika nafasi ya mtu binafsi. Ukitaka kuelewa vizuri sana jinsi gani msalaba ni nguvu ya Mungu, turudi katika baraka ambazo Mungu amewaahidi wanadamu. Baraka namba 1, Mungu aliwaahidi wanadamu kuwa wakamilifu. Ni kwa jinsi gani mwanadamu atakuwa mkamilifu? Ni kupitia yeye kuanzisha uhusiano wa kutoa na kupokea kati ya akili na mwili wake chini ya Mungu. Ndipo nafasi ya 4 itakapojitokeza, yani ukamilifu wake. Mwanadamu huyu tena katika baraka ya pili ameambiwa aanzishe familia adilifu. Ni jinsi gani ataanzisha hiyo familia adilifu? Bado tena nafasi, nguvu ya msalaba au mtindo wa msalaba unatumika. Yani ni lazima mwanadamu mkamilifu wa kiume aanzishe uhusiano wa kutoa na kupokea na mwanadamu mkamilifu wa kike chini ya Mungu, ndipo watapata kizazi adilifu au familia adilifu. Na katika nafasi ya 3 ambapo wanadamu waliambiwa kutawala viumbe vyote, bado mfumo unaotokea ni huu wa msalaba au wa nafasi 4 za msingi. Yani hii nafasi ya juu inabaki pale pale kuwa Mungu mwenyewe, na hii nafasi ya pembeni itakuwa wanadamu na viumbe vyote. Nini maana yake? Ni kwamba wanadamu na viumbe wote wanatakiwa kuanzisha uhusiano mzuri na kutoa na kupokea chini ya Mungu na kuifanya dunia iwe chini ya ufalme wa Mungu. Hii ndiyo jinsi ambavyo wanadamu wangeweza kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani, kwa wao kutimiza zile baraka 3 ambazo Mungu alizowaahidi. Kwa lugha nyingine ni kwa wao kuanzisha nafasi 4 za msingi na Mungu. Mpendwa mtazamaji, hii nafasi ya juu kabisa ya msalaba tunaiita ni asili, wakati hizi nafasi 2 za chini zinaitwa mgawanyiko, na nafasi ya chini ya mwisho ni muungano. Nini maana yake? Nguvu 2 zilizo pamoja ndani ya Mungu mwenyewe.
zilianzisha pia au zina uhusiano mwafaka wa kutoa na kupokea. Na kupitia nguvu kuu ya ulimwengu, nguvu hizi zimepelekea mgawanyiko wa watendewa wenza kutoka kwa Mungu. Ndio tunakuta mtendewa mwenza wa kiume na mtendewa mwenza wa kike. Hawa wanapoingia katika mahusiano, yani kutoka kwenye mgawanyiko, wanapoungana kuwa kitu kimoja tena, tayari wanazalisha nafasi ya 4 ambaye anakuwa mtendewa wa 3 kwa Mungu. Sasa hizi nafasi 4 maana yake Mungu kwa wanadamu, nielezee Mungu, baba, mama na watoto. Kila mmoja inatakiwa isimame katika nafasi ya mtenda ili kutimiza jukumu la watendewa watatu. Na maanisha nini? Wakati Mungu anaposimama kama mtenda, baba, mama na watoto wanasimama kama watendewa watatu kwa Mungu. Lakini uelewe, hizi nafasi zinaenda zikizunguka duara. Hivyo kutoka kwa Mungu kuna wakati pia baba anasimama kama mtenda, Mungu, mama na watoto wanasimama kama watendewa kwa baba. Mpendwa mtazamaji, unaweza kuniuliza ni wakati gani baba anasimama kama mtenda? Chukulia hali halisi katika maisha ya Kiafrika, labda katika familia za wawindaji. Wakati baba anaenda kuinda, huku nyumbani watoto, mama na pia Mungu wanasikiliza ni jinsi gani baba atatimiza jukumu lake la kupata kitoweo kule. Hapa Mungu anakuwa naye ni mtendewa, akisubiria kuona huyu baba atafanya vipi kufanikisha kuleta faraja nyumbani. Mama pia anasimama kama mtendewa na watoto wanasimama kama watendewa. Sasa huyu baba anapopambana kule, anapofanikiwa, labda kama mwindaji kafanikiwa kupata kitoweo akakileta nyumbani, kuna kipindi naye mama anasimama kama mtenda. Ni wakati gani? Ni wakati ambapo pale mama anakaa jikoni akiandaa kile kitoweo. Hapa hawa watatu kwa maana ya Mungu, baba wa hiyo familia na watoto wanasimama kama watendewa, wakimsikilizia mtenda ambaye ni mama anachokifanya. Ikitokea bahati mbaya kule jikoni mama ameunguza kila kitu, baba kwa maana ya Mungu, baba wa hiyo familia na watoto wote watapata na huzuni, hawatopata furaha. Kwa nini? Kwa sababu mama katika nafasi yake ya utenda hakufanya kama ilivyotakiwa kufanya. Kwa hiyo hata watoto nao wana kipindi nakuta labda wameanza kuchukua chakula watenge mezani, au wametoka kumpokea baba, wakiharibu ile nafasi. Hizi nafasi tatu zote haziwezi kupata furaha. Kwa hiyo kama ilivyokuwa lengo la Mungu ni kuona kila kiumbe kinapata furaha, basi na yeye pia huwa anasimama kama mtendewa kutizama hao wengine wanavyotimiza sehemu ya jukumu lake katika kukamilisha furaha ya wote kwa ujumla. Kwa hiyo mfumo wa nafasi 4 za msingi ndiyo nguvu kuu ya Mungu. Kila kitu Mungu alichokiumba hapa duniani ametumia nafasi 4 za msingi. Yaani yeye mwenyewe anasimama kama asili, kutoka kwake panatokewa na nafasi 2 kama za watendewa wenza kupitia mgawanyiko. Na baadaye hizi nafasi 2 zinapoingia kwenye uhusiano mzuri wa kutoa na kupokea, hapa namaanisha uhusiano wa huyu mume na kiumbe cha kike, ndipo kinaweza kuzalisha nafasi ya 4 au familia. Kwa hiyo katika uumbaji wa Mungu, hii nafasi 4 za msingi au kama tunavyoita msalaba ndiyo nguvu ya Mungu. Hakuna kitu alichokifanya nje ya mfumo huu, kwa maana asili, mgawanyiko na muungano. Mpendwa mtazamaji, watu wengi tunachukulia kuwa Mungu mweza wa yote. Napenda nisisitize kuwa Mungu anaweza yote ndani ya kanuni yake. Kila kitu Mungu alichokifanya alikifanya ndani ya kanuni, na Mungu siku zote ni wa kanuni. Kwa hiyo kila kitu anaenda na kanuni hizo. Kuna kipindi sisi wanadamu tunakuwa hatumuelewi anamaanisha nini kwenye kanuni zake, hivyo tunajikuta tukifanya vitu ambavyo ni tofauti na yeye alivyotaka. Kwa mfano, wengi tumekuwa na tafsiri tofauti ambazo zinaendana kinyume kabisa na mpango wa Mungu juu ya msalaba au nafasi 4 za msingi. Na hii neno msalaba au nafasi 4 za msingi sio tu kwa ajili ya Wakristo,
Hii ni kwa ajili ya wanadamu wote, na zaidi ya hapo ni kwa ajili ya viumbe vyote. Kwa mfano, wakati Mungu anaumba, kila kiumbe aliumba cha kiume na cha kike. Hivi viumbe vimepata wapi hizi nguvu za kiume na za kike? Ni kutoka kwake yeye mwenyewe, ambaye nguvu hizi mbili ziko kwa pamoja ndani yake. Kwa hiyo kupitia mgawanyiko alitoa watendewa wenza wa kiume na wa kike. Unavyoongelea mimea, kila mmea alitoa wa kiume na wa kike, na hii mimea itaendeleza kizazi chao kupitia yenyewe kuanzisha uhusiano wa kutoa na kupokea kati ya mmea wa kiume na wa kike. Ndiyo nafasi ya kizazi cha hiyo mmea kitapoanza na kujiendeleza. Wakati mwingine kuna vitu ambavyo vinatuchanganya tu kuelewa maana yake, kwa sababu maandiko yote karibu matakatifu yapo katika mfumo wa mafumbo. Asilimia kubwa ya maandiko yapo katika mfumo wa mafumbo. Kwa mfano, tunapoona kuwa Mungu alichukua udongo akafanya mwili wa binadamu, lile ni fumbo ambalo maana yake kwamba Mungu alichukua viasili kutoka katika dunia inayoonekana na kufanya mwili wa binadamu. Fumbo hili linajifumbua wapi? Tunapokuja tena kwenye maneno ya Mtume Paulo pale alipotuambia japokuwa Mungu haonekani, uweza na utukufu wake huonekana kupitia viumbe alivyoviumba. Fumbo hili pia linajifumbua. Sisi wanadamu tukiwa kama waumba wenza wa Mungu, tunaumba vipi? Ni kupitia vyakula tunavyokula. Vyakula vile tunavyokula ndivyo vinavyotengeneza mbegu na yai. Nikimaanisha mbegu kwa baba na yai kwa mama. Tunaposema vyakula, maana yake sisi tunapokula vyakula vyote tunavyokula, haijalishi ni protein, haijalishi ni nyama, haijalishi ni nafaka, haijalishi ni mimea, unakuta asili ya vyote hivyo ni kutoka udongoni. Kwa hiyo vile vyakula tunavyokula kwa baba ndio vinavyotengeneza mbegu kupitia manii zake, na kwa mama ndio vinavyotengeneza yai kupitia manii yake. Kwa hiyo hawa wawili wanapoungana tena wanatengeneza mwili wa binadamu tumboni kwa yule mama. Sasa huu mwili unakuwa umetokana na vyakula vilivyotokana na udongo. Kwa hiyo lile fumbo la kuwa Mungu aliumba mwili wa binadamu kutumia udongo linajifumbua hapo. Tunaelewa kuwa Mungu aliumba mwili wa binadamu kwa kutumia viasili kutoka dunia inayoonekana. Na baadaye wakati kila kiumbe kinapozaliwa, ndipo tena tunakuta kinaingiziwa pumzi na kufanya mwili ulio hai. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji wangu, naomba uelewe hizi kanuni ambazo Mungu amezitumia ndio zitakazoendelea kuendesha kila kitu hapa duniani. Kuna kipindi Mungu aliwahi kusema yeye ni Mungu ajuaye mwisho tangia mwanzo. Ndivyo hivyo ukisoma maandiko matakatifu utakuta mambo ambayo bado hayajatokea, lakini mle tayari yameshaandikwa. Hapo inapelekea sisi kuelewa kuwa yale ni maneno ya Mungu, kwa sababu Mungu ndiye ajuaye mwisho tangia mwanzoni. Na kadri tunavyoendelea, yote yanayotokea tayari yapo katika maandishi matakatifu ya Mungu. Hivyo ni jukumu letu sisi wanadamu kujua kanuni ambazo Mungu alitumia kuumba huu ulimwengu na kujua jinsi gani kanuni zake zinatekelezeka, ili tuweze kuelewa jinsi ya kuenenda na mapenzi yake hapa duniani. Mpendwa mtazamaji, kupitia somo hili la nafasi 4 za msingi au msalaba, nafikiri umeingiza kitu akilini mwako, na kuanzia leo unaweza ukawa umeelewa maana ya halisi ya msalaba kuwa ni nafasi 4 za msingi ambazo Mungu amezitumia katika kuumba kila kitu. Nakukaribisha tena muungane nami katika vipindi vitakavyoendelea vya somo hili la uumbaji. Uelewe kuwa somo la uumbaji ni pana. Hivyo tutaendelea tena na vipindi vingine ili tuweze kujua kiundani kabisa Mungu alikusudia nini katika uumbaji wake. Pia unaweza ukawa na maswali kama nilivyosema awali. Namba yangu ya simu kwa mtandao wa Airtel ni 0784 661152. Na kwa mtandao wa Tigo
ni 0719480345, na kwa mawasiliano ya email address yangu ni freesilence@yahoo.com. Na kukaribisha mpendwa mtazamaji, uendelee kujumuika nami katika vipindi vyote vya Ukweli Mpya ili uweze kufahamu kiuhalisia Mungu alimaanisha nini katika maandiko yake matakatifu. Asante sana, karibu kujumuika nami.